napenda tu kwa hasa tumtumie mkuu wetu wa wilaya kwa uhakika. Narudia tena, tunaanza upya. Tumtumie mkuu wetu wa wilaya kwa uhakika ili tupate timu ya ligi kuu kutoka Arusha jiji, sio sehemu nyingine, ndani ya mkoa wetu wa Arusha. Mkuu wa wilaya oye! Pili, tumtumie mkurugenzi wetu wa jiji John Kayombo vizuri. Pongeza kwa ligi hii ambayo umehitimisha leo na hatimaye kupata washindani na kuona mechi nzuri iliyofanyika leo kati ya SIDO na ndugu zetu wa Uhasibu. Niwapongezeni nyote wana michezo kwa kuandaa michezo katika makundi mbalimbali, hususan kundi hili la vijana chini ya miaka 17. Ninawapongeza wote mlioshindana na kuingia mashindano hadi kufikia fainali siku hii ya leo. Hongereni sana. Ushindani ulikuwa mzuri mkubwa na mchezo mzuri, tumeufurahia, lakini kwenye ushindani lazima kuna bingwa, si ndio jamani? Lakini pia kuna mtu anayemfuata. Mchezo mzuri, kwa hiyo ninawapongeza sana. Nimepokea risala yenu na changamoto mbalimbali zilizotolewa na viongozi wetu katika tasnia hii ya michezo. Niwahakikishie serikali hii ya awamu ya 6 chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imejipanga vizuri kwenye michezo. Wilaya ya Arusha ni moja ya wilaya ambayo imekumbukwa na inajengwa kiwanja cha kimataifa cha AFCON ndani ya jiji la Arusha. Hongera sana. Lakini pia halmashauri ya wilaya hapa juzi tu imetoka kusaini mkataba wa ujenzi wa uwanja wa jiji ndani ya jiji letu la Arusha. Hongera sana jiji la Arusha. Kwa hiyo tunavyo viwanja vingine kongwe. Imedaiwa kwamba kuna viwanja vimejengwa kuendeleza maendeleo mengine, lakini pia kwa umuhimu wa michezo bado tunavyo viwanja ndani ya jiji letu vinavyomilikiwa na jiji lenyewe, lakini pia na vingine ambavyo vinajengwa na vingine ambavyo vitaboreshwa. Kwa hiyo kupitia mchezo wa kimataifa ile ya AFCON itakayofanyika mwaka 2027, tunahakika kuna viwanja ambavyo halmashauri itaboresha na vitaboreshwa na taifa kwa ajili ya michezo. Sasa sisi wenyewe wadau tusingeweza kuwa nyuma katika michezo. Niwaombe tuendelee kushirikiana na serikali, lakini tuendelee kushirikiana na viongozi wetu wa michezo ili wote pamoja kama wenyeji wa AFCON mwaka 2027 tuwe tumefikia hatua kubwa sana ya maendeleo ya michezo. Kwa hiyo niombe ushirikiano, na pale ambapo kuna changamoto basi tusikose kushirikishana. Kwa hiyo kwa mchezo wa leo niwapongeze, vile vile tushirikiane na shule mbalimbali kama vile akademi na vyuo kupata wanamichezo wengi. Nimeambiwa hapa na viongozi wetu kwamba wanafanya uchaguzi wa wachezaji bora na wenye vipaji, kuunda timu moja ambayo wanakusudia kuipeleka mbele ili kusudi Arusha kupeperusha bendera ya jiji la Arusha. Kwa hiyo niwaombe na niwatake jitihada zenu hizo muendelee ili tupate timu bora itakayoshikilia ustani wa jiji letu la Arusha. Mshindi ameshapatikana na tumekabidhi zawadi zake. Kwa tathmini tu ndogo ya ufupi ni kwamba ligi ilikuwa bora sana.
waliweza kucheza katika viwanja ambao ni nje ya kiwanja hichi cha Sheikh Amri Abeid, na sisi kama chama tukaonelea itakuwa fursa zaidi siku ya fainali waweze kupata feelings na ladha tofauti ya uwanja. Ndio maana tumepata uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Kwa fainali ilikuwa mzuri na mshindi ameweza kupatikana. Kifupi tu tunatarajia na kikanuni kwamba mashindano haya wanatakiwa wacheze vijana wa chini ya miaka 17. Sisi kama chama tukaonelea lazima tutengeneze umri ambao vijana angalau wanaweza kupata ample time ya kucheza mashindano haya mara kwa mara. Ndio maana sisi tukaonelea at least iwe miaka chini ya miaka 17. Maana yake chini ya miaka 17 huyu kijana atakuwa na miaka mitatu ya kuweza kucheza hii ligi ya 4th division. Maana yake sasa baada ya kufika miaka 21 ndio maana tuna ligi nyingine ambayo inaweza kuachukua vijana ambao sasa umri ni wanasema fungulia goli. Kila mtu anaweza kacheza, lakini sisi kama chama tumeonelea kwa kipindi hichi kwa mwaka huu 2025 waweze kucheza vijana wa miaka 17. Kwa kweli mwitikio kwa fainali ulikuwa ni mkubwa sana, na kweli sisi kama chama hilo kwetu sisi tunajivunia. Hatukutarajia kama mwitikio utakuwa mkubwa huo. Sisi tulipiga PA ya siku moja tu. Sasa tulikuwa tunajiuliza, je, tungepiga PA wiki nzima kuhusu fainali vibe lingekuwa la namna gani? Lakini kwetu sisi ni faraja kubwa kwamba mwitikio umekuwa ni mkubwa. Wazazi, ndugu wa watoto wamekuja kuangalia vijana wao wanavyocheza mpira, na sisi kama chama tunawashauri wazazi waweze kuwatengenezea platform hawa vijana wao waweze kucheza hii michezo, waweze kucheza mpira wa miguu, kwa sababu mpira ni ajira tosha, inaweza kusaidia familia kama familia. Kocha Steven Minja ni head coach City Ideal Sports Academy, lakini pia ni CEO wa organization yetu wa City Ideal. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa tumeweza kupata ushindi wa magoli mawili dhidi ya moja ya mpinzani wetu wa Simba. Nikiri kwamba mpinzani alikuwa mzuri na kujaribu kutumia mbinu kadri ya uwezo wetu, lakini pia tumeweza kuibuka na ushindi. Kwa ujumla mashindano yalikuwa mazuri sana. Kulikuwa kuna jumla timu 12 kwa maana timu 6 na timu 6 kwenye group letu, lakini tumeweza ku maintain au ku succeed kwa asilimia kubwa, kwa sababu tumeweza kuchukua kombe unbeaten, kwa sababu tumeweza kucheza michezo yote bila kupoteza hata mchezo mmoja, huku tukiwa tumetoka sare mchezo mmoja wa nusu finali. All in all, nawapongeza sana wachezaji wangu kwa namna ambavyo wameweza kujituma, namna ambavyo wameweza kuonyesha commitment. Coaches pale kwenye kituo chetu imetusaidia na imetutangaza kwa ujumla, na imeonyesha ni namna gani ambavyo kituo chetu ni bora kwenye wilaya yetu ya Arusha. Anaizungumzia vizuri. Nimependa hiyo system ambayo imekuja, kwa sababu inawapa nafasi vijana, maana tunafanya kazi kubwa kwenye jamii, kuchukua watoto ambao wana vipaji wakiwa na umri mdogo, kuwafundisha mpira. Lakini tunapowafundisha mpira tunataka kuona progress yao. Sasa wanapokuwa wanafika level ya wilaya alafu wanakutana na watu ambao wametoka ligi kuu kuja kucheza kwenye level ya wilaya, inawanyima nafasi hawa. Kwa hiyo hawa mpaka aje kwanza kuonekana wanafikisha miaka 22, 23, 24, kitu ambacho wanakuwa muda umeshaenda. Kwa hiyo hii system ambayo wamekuja nayo ADFA pamoja na TFF ni nzuri sana, na sisi tunawaahidi kama kwa mabingwa wa wilaya tutaenda kuwa wakilishi wazuri kwenye mashindano ya ligi daraja la 3. Tafsiri yake ni kubwa, kwa sababu hawa watoto kwa level waliofikia na kwa training walizopata kuanzia wakiwa wadogo, wanahitaji mechi nyingi za kirafiki, wanahitaji mechi nyingi za mashindano. Sasa kama tunakuwa tuna ligi na tunawapa nafasi za kucheza, ina maana wanazidi kupata experience ya kucheza na kupunguza pressure ya mchezo, kitu ambacho kwa huko mbeleni tunakiona kitasaidia wachezaji wetu wengi sana wakiwa na experience.